Jesus. You are worthy, you are God. Thank you, Jesus. Shalom. God bless you in Jesus' name. Ni matumaini yangu kwamba mko salama. Mungu amewalinda, Mungu amewahifadhi na Mungu amewapa neema. Niko na furaha kubwa sana kuja mbele yenu siku ya leo kuwaletea neno, na ninaamini ya kwamba Mungu ataenda kuwabariki na ataenda kuwapa neema. One thing which makes me very happy when I share the word of God is because the word of God is light. The word of God is our strength, and the word of God gives us power to keep on moving. So as I share the word of God, I pray that God is going also to minister to us, and that this Holy Spirit is going to help us to understand the path which we are supposed to follow for us to be able to receive the promises of God upon our lives. Let me start by the word of prayer. Everlasting God, in Jesus' name, I worship you. Thank you for this opportunity which you have given me to stand before your people to share your word. I pray, my God and my Father, that you are going to release your blessing and that you are going to help your people to live according to your will. Thank you because you are able. Thank you because you are faithful. Thank you because there is no other God who can do what you do. I pray for our hearts that we may be able to receive that which you want us to receive for the glory and honor of your name. And it's in Jesus' name we pray. Amen. Bwana asifiwe sana mara nyingine tena. Nashukuru Mungu jioni ya leo kwa neema yake na fadhili juu ya maisha yetu. Wale wote ambao mnaotufuatilia pia ninashukuru Mungu kwa sababu ya maisha yenu. Ninaamini ya kwamba Mungu amewapea afya, Mungu amewalinda na Mungu amewahifadhi. Today I want to share the word of God by the grace of God with the title entitled Kingdom's Power. Kingdom's Power. The Holy Spirit has been ministering to me very powerfully that in this season God is desiring to reveal himself to his people that they may be able to manifest his will. And for God to reveal himself to his people, then it means that it is the power of God which is going to be available to his sons, that they are going to be able to conquer everything which stands to bring negativity in the field of the work of God. And as I share this message, I want to trust in God that his spirit is going to be available for transformation, is going to be available for change. Because when God has sent his word, in his heart he desires to change men. He desires to change lives. And today I believe that as I share this word, he is going to have his way in our lives, and is going to change us, is going to help us, and is going to cause us to become all that which he has called us to become. So what can I start by saying? That God has power to do all what he wishes to do without consulting anyone. Ya kwamba Mungu akona nguvu ya kufanya kile ambacho anataka kufanya bila kushauriana na yeyote. Unajua hapa duniani tuko na watu ambao tunawaheshimu ni mashuhuri, wengine tunasema wako na nguvu, wengine tunasema wako na mamlaka, na yale mamlaka yanawapea nguvu. Lakini zile nguvu ambazo ziko na watu ambao ni mashuhuri hapa duniani ni tofauti na nguvu za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hata kama kwa mfano nikipenda mfano, let's say president, wakati anataka kufanya kitu, sometimes anaweza akaorder kitu kifanyike, lakini kukatokezea watu ambao wanajua sheria na waende kwa koti na asimamishwe, aambiwe hata kama wewe ni rais hauna mamlaka ya kufanya hicho kitu. So mamlaka ya Mungu ni tofauti na mamlaka ya mwanadamu. Kwa sababu kila wakati ambapo Mungu anataka kufanya kitu, sio lazima ashauriane na yeyote. Na ndio maana Mungu akona nguvu na uwezo wa kufanya mambo makubwa. Na ndio maana kila wakati tunapomtegemea, ametuahidi ya kwamba maisha yetu hayawezi kubaki vile yalivyo. Ni kwa nini? Kwa sababu yeye akona nguvu na uwezo wa kuyabadilisha. Job alitembea na Mungu, akapitia changamoto, na hatimaye akakuja kuongea kitu ambacho
akakuja kuongea kitu ambacho kilikuwa kama an eye opener. Job spoke something very powerful in the book of Job chapter 42 and verse 2. Job is helping us to understand something. Yeye wakati ametembea na kupigana na Mungu sana kwa sababu ya mambo ambayo aliyapitia, alifika mahali akalelewa jambo na akasema ya kwamba I know that you can do anything and no one can stop you. Anamwambia Mungu, nimejua ya kwamba wewe unaweza ukafanya kila kitu na hakuna yeyote akona nguvu za kukusimamisha. That's why I say that when God is desiring to do something in the life of a man, he cannot fail. Why? Because he has power. Kile shetani ambacho anafanyanga uwanga anatuzuilia tusimanifest ukuu wa Mungu. Na shetani huwa anatuzuilia kwa njia gani? Anatumia nguvu zake za kimapepo ama nguvu zake ama nguvu hasi kutufanya tusiweze kusimama. Lakini wakati tumeshikamana na Mungu, na ndio maana Yesu akasema ya kwamba abide in me and I in you, for apart from me you can do nothing. Because Jesus knew for us to be able to succeed, we must be able to have the power of God. Na Mungu kutoka wakati wote ambao ametembea na watu wake, amekuwa na uwezo wa kuwaonyesha na kuwafunulia na kuwatengeneza na kuwafikisha ng'ambo ile ambayo yeye mwenyewe ameahidi. In the book of Romans, Romans chapter 9, 14 to 18, Father, we thank you because you are God. Romans chapter 9, from verse 14 to 18. The Bible is saying, what can we say? Was God being unfair? Of course not. For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. So receiving God's promise is not up to us. We can't get it by choosing it or working hard for it. God will show mercy to anyone he chooses. For the scripture say that God told Pharaoh, I have appointed you for the very purpose of displaying my power in you, and so that my fame might spread throughout the earth. So you see, God shows mercy to some just because he wants to, and he chooses to make some people refuse to listen. Mungu anamwambia Musa ya kwamba mimi yule ambaye nimechagua kumhurumia nitamhurumia. Sio kwa yule ambaye anatia bidii, sio kwa yule ambaye ana qualify, sio kwa yule ambaye anajiona ako bora, bali mimi Mungu yule ambaye nimeamua kumhurumia, nimfanye mtu mkubwa, nibadilishe maisha yake, huyo nitamhurumia. Kwa nini? Kwa sababu yeye anamaanisha ya kwamba ako na nguvu. You know, sometimes we disqualify people. Tunasikia watu wakiongea tuna disqualify. Tunaangalia vile watu wanakaa tuna disqualify. Lakini kuna kitu moja Mungu anahakikishia Musa, that success or the ability to become a greater person or a useful person is not in a man. It's in me, God, who is able to transform men and cause them to become that which they never thought they could become. That's why I call it kingdom power. Because if God is able, it doesn't matter who you are. It doesn't matter your level of education. It doesn't matter the power of your critics. It doesn't matter the evil witches and the evil power surrounding you. As long as God has said that he has decided to show you mercy, he is able to cause you to stand. It doesn't matter the situation. Na ndio maana anamhakikishia Musa ya kwamba mimi niko na uwezo wa kuhurumia mtu, na niko na uwezo wa kufanya kila kitu. Na anamwambia kwamba ndio maana hata nilichagua Farao ili nikaweze kujifanya kwamba nikajulikane ulimwengu mzima, kupitia nguvu zangu, ya kwamba nitahurumia Wanaisraeli na pia nitakausha moyo wake ndiposa nikaweze kukuwa mshindi. So when God chooses to use something, when God chooses to use someone, he gives them power to accomplish everything he desires. Mimi sinanga uoga wakati wote ambao Mungu ananipea mandate ama ananipea task. Huwa ninajua ya kwamba kukubali kwangu kunamwalika yeye na nguvu zake kuja kunisaidia kufanya kile ambacho ameniambia nifanye. Wakati mwingi watu wanaogopa, wakati mwingi watu wanasononeka, wakati mwingi watu wanaingiwa na shaka, lakini ni kukosa ufahamu. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wakati tuko na maarifa tunaelewa ya kwamba yule Mungu ambaye anaahidi,
yule Mungu ambaye anatutuma, yule Mungu ambaye anaamurisha, ako na nguvu za kutusitiri, kutusimamisha na kutuwezesha kufanyika kile ambacho ametuambia tufanye. So we are supposed to come to a position whereby we understand that God is able to do, to accomplish, and to beautify His will upon our lives. In the book of Acts, chapter 19, from verse 11 to 16, we see that when God has called a person, ama wakati Mungu amempa mtu kitu, amempa mtu, he has given someone an assignment, then he is there to help them. We feel him every time, because sometimes we know that it is not our power. Mimi kwa mfano kutembea ama kufanya kazi yake najuanga sio nguvu zangu. Hata kusimamia na kufanya maamuzi ambayo nimeyafanya haikuangi nguvu zangu. Ninajuanga ya kwamba kuna nguvu ziko ndani yangu ambazo sio ni za kipekee, zinanisaidia kufanya maamuzi. Zinanisaidia kuchagua mambo na kuyasimamia. Zinanisaidia kuamini ya kwamba yule ambaye ameniahidi ako na uwezo wa kunisimamisha. In the book of Acts 19, 11 to 16, we see what God does when he has called a person. Biblia inasema ya kwamba God gave Paul the power to do unusual miracles, so that even when handkerchiefs or clothes that had touched his skin were placed on sick people, they were healed of their diseases, and any evil spirits within them came out. Wakati Mungu anamuita Paulo, ama wakati anamtokezea akiwa anaenda Damascus na ambadilishe amtumikie, hakumwambia na nikikutumikia kuna wakati utafika utakuwa hata vitambara za mavazi yako zinaponya wagonjwa. Hapana. Lakini kukubali kwa Paulo kulimruhusu Mungu kufanya jambo ambalo alikuwa limewahi kufanyika. So ule wakati tunakubali kufanya kile ambacho Mungu anatuambia tufanye, ni kama kuprovoke nguvu zake kuja kufanya mambo ambayo hayajawahi kufanyika. We continue. A team of Jews who were traveling from town to town casting out evil spirits tried to use the name of the Lord Jesus. The incantation they used was this: I command you by Jesus, whom Paul preaches, to come out. 7 sons of Sceva, a leading priest, were doing things. But when they tried it on a man possessed by an evil spirit, the spirit replied, I know Jesus and I know Paul, but who are you? And he leaped on them and attacked them with such violence that they fled from the house naked and badly injured. Paulo ametembea na Mungu mpaka umati ama watu wameona ya kwamba hiki kitu ambacho Paulo amebeba ni kitu cha maana sana, na wakatamani kufanyika kama yeye, wakatamani kung'oa mapepo. Lakini kuna jambo moja ya kwamba hawakujua, ya kwamba huyu Paulo, ili jina ambalo analitumia kung'oa mapepo sio jina tu. Yeye jina ili akilitamka linaambatana na nguvu za Mungu ziko ndani yake kufanya mambo ambayo yanafanyika. You know, sometimes we think that people to succeed is their effort. There is no one who can succeed with their effort. That's why the Bible says it is God who helps men, because the effort of men can do nothing. Na ndo wajue ya kwamba Paulo akitamka jina hili atamki kwa kawaida, yale mapepo yakawambia, huyu Yesu mnasema tunamjua, na ili jina la mtume Paulo mnamtamka tunamjua, nyinyi ni kina nani? Na mapepo yaliwaingia na yakawafanya mambo mabaya sana. Ili ni kumaanisha nini? Wakati tunamtumikia Mungu, tunafaa kuenda mbele za Bwana na tuhakikishe ya kwamba tumebeba nguvu zake. Because the power of God which we carry guarantees the security as we serve him. For us to be able to stand, for us to be able to be victorious, for us to be able to achieve everything which God has called us to achieve, we must be equipped with this power. And that's why kingdom power is very, very important. You know, we are living in a generation whereby people are ignorant. Na wanapuuza yale mambo ambayo ni mambo yanaweza wakawasaidia. Wanapuuza yale mambo ambayo ni ya msingi. Mtu siku ya leo anataka kumtumikia Bwana. Mtu siku ya leo anataka Mungu amsaidie. Lakini they are ignorant of the power of God. There is no way we can succeed when we are ignorant of the power of God. We are supposed to tell him, God, equip us the way you have promised. Equip us the way you did. In the book of John, chapter 7, we see something else here. Chapter 7, 14 to 18, we see another scenario here.
7, 14. Then midway through the festival, Jesus went up to the temple and began to teach. The Jewish leaders were surprised when they heard him. How does he know so much when he hasn't studied everything we have studied? They asked. So Jesus told them, I am not teaching my own ideas, but those of God who sent me. Anyone who wants to do the will of God will know whether my teaching is from God or is merely my own. Those who present their own ideas are looking for praise for themselves, but those who seek to honor the one who sent them are good and genuine. Huyu ni Yesu wakati anafunza. Kuna wale ambao walikuwa wanasheria ama wakuu wa mahekalu, Jewish leaders, wakasema ya kwamba huyu Yesu tunamjua, ile masomo tumesoma hajasoma, miaka yake maybe ni kidogo, haja qualify kukuwa kuhani, lakini ile hekima ako nayo ameitoa wapi? Na Yesu akawaambia, mimi sifunzi akili yangu mwenyewe, ninafunza kile ambacho Mungu amenituma nifunze. Hii inamaanisha nini? Wakati wote ambao tunamtegemea Bwana na tunaenda kwake, anatupea assignment, huwa anatupea ideas. His power comes with ideas. And that's why also Jesus told the disciples ya kwamba kuna wakati utafikwa mtafungwa magerezani, mtashikwa na kuteswa, lakini msijali hata wakati mnapelekwa katika mahakama. Kwa nini? Kile ambacho mnafaa kujibu mtakipewa na Roho Mtakatifu. Hii ni kumaanisha nini? Wakati nguvu za Bwana ziko ndani yetu, huwa tunapewa hekima ya kuelewa mambo kwa njia ambayo sio ya kawaida. Na ndio maana Yesu anawaambia, haya mafunzo ambayo ninayafunza nyinyi hamwezi mkayaelewa, lakini wale ambao wamejitoa katika kuelewa mapenzi ya Bwana wanaelewa. Kwa sababu yule Mungu ambaye amenipa nguvu kufunza haya mambo, kama mtu atamjua huyo Mungu basi ataelewa, kwa sababu hii ndio ile njia ambayo Mungu anapenda watu wake wakaifuate. So when we carry the God's power or the kingdom power, that which we teach to influence, we teach to make to put a mark. We don't teach in the name of teaching. There are a lot of teachings, and we are not lecturers. You know, the men of God are not lecturers. They are not teachers. They are not advisors, motivational speakers. They are supposed to carry influence. They are supposed to be able to transform the lives of people. And for them to be able to transform the lives of people, they must carry power, because the power assures that what we teach is connected to the Spirit of God and it is able to transform. So Yesu akawaambia kwamba kile ambacho ninafunza akiko ndani yenu nyinyi kuelewa, bali wale ambao wamejitoa katika mapenzi ya Bwana watakuwa na uwezo wa kuelewa, kwa sababu huyu Mungu ambaye ninamtumikia ako ndani yao. Na Daudi alielewa. In the book of Psalms 92, we see David, a man after God's heart. Psalms 92 from verse 5 to 11. Oh Lord, what great miracles you do, and how deep are your thoughts. Only an ignorant person would not know this. Only a fool would not understand it. Although the wicked flourish like weeds, and evildoers blossom with success, there is only eternal destruction ahead of them. But you are exalted in the heavens. You, O Lord, continue forever. Your enemies, Lord, will surely perish. All evildoers will be scattered. But you have made me as strong as wild bull. How refreshed I am by your power. With my own eyes I have seen the downfall of my enemies. With my own ears I have heard the defeat of my wicked opponents. Daudi anaanza na kusema ya kwamba kazi ya Bwana ama matendo ya Mungu ni matendo makubwa, na ni wajinga tu ambao hawayaelewi. Na akamwambia kwamba
Yeye ni Mungu ambaye anayemuinua na kumtetea katika maadui zake. Na yeye ndo ambaye the power of God refreshes. Anamwambia kwamba you have refreshed me by your power. You know, refreshment means rest from all fears, rest from all worries. Refreshment means that there is no burden which is pushing you. Na Daudi anasema ya kwamba I am refreshed by your power. Why? Because I rest assured, even though I have enemies, they cannot succeed against me, because the God who I serve has assured me victory. So kingdom's power is that ability in us which the victory is guaranteed as we do what we are doing. When you do a man doing things without fear, a business person doing a business without fear, unaona mtu anaachilia mamilioni ya pesa katika kile ambacho anafanya. Unaona mtu anajihusisha na mambo makubwa na ogopi. Mtu anaanzisha miradi kubwa lakini hata hana wasiwasi. Ni kwa nini? Inakuambia kwamba kuna nguvu ambazo ako nazo, ambazo imemhakikishia kwamba ataibuka kuwa mshindi. Na ndio maana Yesu akasema, ni nani huyo anataka kujenga mnara na akai chini ya hesabu gharama? Kwa sababu kuanzisha mambo bila kujua uko na uwezo wa kuyafanya, huo utajiletea aibu, utajiletea fedhea. Kwa sababu watu watasema, oneni yule alianzisha hiki na hiki na hana uwezo. Na tuko na watu wengi ambao wamekuwa victims. Wale ambao nimesema they are ignorant of power. Mtu anaenda tu anajihusisha na mambo, anafika mahali anashindwa. Na pia anawapa maadui a legal ground of attacking him. What can I say? Another point here. The power of God in our lives makes us courageous and confident towards everything. Nguvu za Mungu katika maisha yetu huwa zinatufanya tukue na ujasiri. Tusiogope chochote katika maisha yetu. Even though we are facing what? The power of God helps us to be courageous, that we are confident we are going to win. Fear means that we don't have the power of God. In the book of Luke chapter 13, we see Jesus here doing something very powerful. Luke chapter 13, verse 10 to 13, the Bible is saying, on one Sabbath day, as Jesus was teaching in a synagogue, he saw a woman who had been crippled by an evil spirit. She had been bent double for 18 years and was unable to stand up straight. When Jesus saw her, he called her over and said, "Woman, you are healed of your sickness." Then he touched her, and instantly she could stand straight. How she praised and thanked God. Yesu ako hekaluni anafunza, lakini akaona mwanamke ambaye ameinamishwa na pepo miaka 18. Yesu hakuanza kusympathize na yeye, akimwambia pole, akimwambia itakuwa sawa. Hapana, alimwambia, woman, you are healed of your infirmity. That sickness is coming to an end now. Na yule mwanamke akapona na akasema, I glorify my God. So when we carry kingdom's power, we are able to bring deliverance in the issues which has troubled men for many years. There is no man who can touch life. Kwa sababu wale watu ambao wanataka msaada, zile hali ambazo wamezipitia, wengine zimewatesa muda mrefu. Na si ati wengine hawajaribu kwenda kwa madaktari. Wengine hata wameenda kwa waganga kwa sababu ya zile shida ambazo wamebeba. Na ndio tukue na uwezo wa kuleta solution katika maisha ya watu. Because God has called us to be solution giver, we must carry kingdom's power. Because we must be able to cause men to sing the praises of God. Kwa sababu watu wanaweza wakainamishwa, watu wanaweza wakafanywa bure, watu wanaweza wakateswa, watu wanaweza wakaangaishwa, lakini kile ambacho kitatusaidia ni kusisi wenyewe ambao Mungu anataka kutumia tubebe nguvu zake. And as the Bible says in the book of I'm not going to read it, but I quote in the book of the letters of Peter, that we are a chosen generation, royal people, that we are supposed to stand against every form of wickedness. Mapepo ambayo inawafanya watu wasimanifest, mapepo ambayo inawafanya watu wasifanyike. In the book of Zechariah, we see another scenario that God himself is teaching a prophet that it is possible for devil to succeed in making people to amount to nothing. Chapter 1 from verse 18 to 21, the Bible says,
Then I looked up and saw 4 animals' horns. What are these? I asked the angel who was talking with me. He replied, these horns represents the world powers that scattered Judah, Israel, and Jerusalem. Then the Lord showed me 4 blacksmiths. What are these men coming to do? I asked. The angel replied, the blacksmiths have come to terrify the 4 horns that scattered and humbled Judah. They will throw them down and destroy them. Tumeona Yesu anapata mwanamke ameinamishwa na pepo miaka 18 na akamponya ule ugonjwa. Na hapa pia Mungu mwenyewe anamfunza nabii. Nabii anaona pembe 4 na anauliza hizi pembe ni za nini? Pembe zinaashiria mamlaka. Mungu anamwambia hizi ni pembe ambazo zimetawanyisha Juda, Israeli na Jerusalem. Na akaona craftsmen ama watu ambao wako na tools za kukata pembe. Akauliza wanakuja kufanya nini? Akaambiwa ya kwamba hao wamekuja kukata hizi pembe ambazo zimeinamisha Juda, Israeli na Jerusalem. So kuna uwezo watu kuinamishwa. Kuna uwezo watu kuangukiwa na nguvu ambazo zinawafanya tasa. Kuna uwezo watu kutembelea katika maisha ambayo wanazaa upepo. Mtu anajaribu katika biashara lakini hafanikiwi. Mtu anajaribu kusimama katika ndoa lakini hafanikiwi. Mtu anajaribu kutia bidii katika huduma lakini hakuna matunda. Na Mungu hapa anahakikisha kwamba kama tutamtegemea nguvu zake, because evil powers of the world, they make sure that there is no one who succeeds in a godly way. Nguvu za shetani ni kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anafanikiwa kupitia njia ya kiungu. Lakini wakati tunamtegemea Mungu, Mungu anatupea nguvu na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka bila kutudhuru. We are supposed to say that we refuse to be hindered. We refuse to become nothing. We refuse to be barren. Because we are assured that if we are going to believe, the power of the kingdom of God is going to work on our behalf, and God himself is going to manifest himself in our lives, and is going to give us victory. So Zakaria akaambiwa, hizi pembe 4 ni mamlaka ya kidunia ambayo imeinamisha Juda, imeinamisha Israeli, imeinamisha Yerusalemu. Ya kwamba Israeli watu hawafanikiwi. Yerusalemu ndoa hazisimami. Juda watu wameingia kuabudu miungu ya kiungu ya kigeni. Kwa sababu kuna nguvu za kidunia ambazo zimewaingililia ili ziwafanye wasiweze kufanikiwa. Lakini akaambiwa niko na habari njema. Wale ambao unaona wanakuja kukata hizi pembe, na kuanzia saa hii Israeli na Juda na Yerusalemu itainuka tena. So when we go to God, we are supposed to be able to understand that there is nothing which God cannot do. And that's why I started by saying that God has power to do what he wishes without consulting anyone. That when we go to him, sometimes we normally don't know exactly the powers which are hindering us to become. But when we go to him, we receive revelation. Sometimes it's a genetic thing. Sometimes are things which were done even when we are young, which are hindering us from manifesting. But when we go to him, he has power. If it will cost a revelation, he knows everything. He is able to reveal it to us and cause us to understand that which is hindering us. And when we know and go to him and we tell him, Father, we need your deliverance, then he is able to deliver us and cause us to become that which has called us to become. May the name of God be blessed forever and ever. Another point, anything that has tormented us comes to an end when we encounter God's power. Anything that has tormented us comes to an end when we encounter God's power. We have seen in the scripture that a man can be in a sickness even for many years. Mtu anaweza kuwa katika upungufu ama shida kwa miaka mingi, na hiyo hali ikawa imemkandamiza na kumfanya kuishi katika uchungu. Lakini suluhu liko katika kukutana na nguvu za Bwana ambazo ziko na uwezo wa kuleta suluhisho. Today as I bring this message, the way God put it in my heart, that he desires to deliver men, he desires to set men free. I pray that God is going to touch you wherever you are, and every situation which is hindering you from seeing the deliverance of God be broken tonight in Jesus' name. In the book of Micah, chapter 7,
from verse 7 to 11, Father, you are God. Micah chapter 7, from verse 7 to 11. As for me, I look to the Lord for his help. I wait confidently for God to save me, and my God will certainly hear me. Do not glory over me, my enemies. For though I fall, I will rise again. Though I sit in darkness, the Lord himself will be my light. Oh my God. I will be patient as the Lord punishes me, for I have sinned against him. But after that, he will take up my case and punish my enemies for all the evil they have done to me. The Lord will bring me out of my darkness into the light, and they will see his righteousness. Then my enemies will see that the Lord is on my side. They will be ashamed that they taunted me, saying, where is the Lord, that God of yours? With my own eyes I will see them trampled down like mud in the streets. In that day, Israel, your cities will be rebuilt and your borders will be extended. Mika hapa anasema ya kwamba adui yangu sifurahie juu yangu, kwa sababu niangukapo mimi nitasimama tena. Na anasema ya kwamba mimi shida zangu zote, mapungufu yangu yote, udhaifu wangu wote, lack of performance, any delay, any stagnation, ninapeleka mbele za Bwana. Na kama nimetenda dhambi, pia ninaenda kwake kwa toba, anisamee, ndiposa nikaweze kupata msaada. Na anasema maadui zangu wote, after Mungu amenisamea, after Mungu amenirudisha katika nafasi yangu, mimi nitawachekelea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wangu atakuja kunipigania yale mambo yote ambayo mlinifanyia. Wakati mtu anapitia katika shida, wakati mtu amekwama, wakati mtu akona udhaifu, wakati mtu ana matokeo, watu wengi wanajitokeza kumchekelea na kufanya ajisi ya kwamba yeye ni mtu dhaifu na ni mtu hafifu. Lakini wakati Mungu amekuja, huwa anakuja kuinua na kuhakikisha ya kwamba ameheshimisha na amekuweka katika nafasi ambayo unastahili kukua. Na ndio Mika anasema ya kwamba yeye anajua ya kwamba Mungu akona uwezo wa kumsaidia, na wakati anamsaidia, yale maukuta yote ambayo yamebomoka atayajenga. Maukuta yanaashiria nini? Sometimes there are loopholes which the enemies have succeeded to get in our lives. Kuna milango ambayo shetani amepata, anaingilia katika maisha yetu. Kuna watu unasikia unanyongwa ukiwa umelala, unaota ndoto mbaya, unakimbizwa, unajaribu kusave, vitu zina crumble, unajaribu kutafuta kazi, contract unapata au lipwi. Haya ni mambo yote ambayo inaweza kufanya mtu hata kama akona bidii akae ni kama ameinama. Lakini Mika anasema ya kwamba in that day Israel your cities will be rebuilt. Hiyo siku ambayo Mungu anakuja kukupa msaada, kama vile ambavyo umejitoa kwake, anasema ya kwamba akusaidii tu, anakusaidia na kuweke katika nafasi yako. Unajua wakati mwingi watu kama wanakaa mjini sana sana, huwa wanaulizwa matokeo. Na saa nyingine ukikosa yale matokeo, huwa unahisi ya kwamba ni kama inakuletea fedhea ama aibu. Lakini jambo mzuri sio kutegemea uwezo wako mwenyewe. The Bible says in the book of Proverbs chapter 3 that we should trust in the Lord and not lean in our own understanding. Because God is the only one who can perfect our ways. God is the only one who can cause us to succeed. God is the only one who can cause us to achieve even that which you never thought you can achieve. So Mika anatufunza, anatuambia kwamba Mungu akona uwezo wa kutufanya tukaweze kusimama, wa kutufanya tukaweze kuona matokeo, na wa kutufanya tukaweze kutembea katika ushindi. May that be our portion tonight in Jesus' name. As we conclude, in the book of 1 Corinthians chapter 4 and verse 20, this kingdom which is serve, Mtume Paulo anatufunza nini kuhusu ufalme ambao tunatumikia? For the kingdom of God is not just fancy talk, it is living by God's power. For me to be able to manifest to the world that I live to serve the kingdom of God, I must manifest his power.
There is no way I can keep on going to people that I serve God. I serve. No. I must show by power. And this is my desire. And I know it's the desire of many. Because wakati Roho Mtakatifu alikuwa ananizungumzia, alikuwa ananionyesha kwamba kuna watu wako na shauku. Kuna watu wako na shida. Kuna watu wanataka majibu. Na Roho Mtakatifu akahakikishia kwamba Mungu ako tayari kuziachilia nguvu zake kuwasaidia wale wote ambao wanajitoa kwake. Na Biblia inatuambia kwamba ufalme wa Mungu sio kuongea, bali unadhihirishwa kwa nguvu. Usiku wa leo ninatangaza chochote kile ambacho kinatunyima matokeo, chochote kile ambacho kinatufanya tusidhihirishe uwezo wa Bwana, chochote kile ambacho kinatufanya tuwe watu wa kawaida, chochote kile ambacho kinatufanya tukue hafifu, chochote kile ambacho kinatuletea udhaifu, kishindwe katika jina la Yesu Kristo. Maana nguvu zake ziko katika ndani ya wale ambao wanaamini ya kwamba akona uwezo. So today by faith, I want us to believe. I want us to trust in him as we call upon his name, that his power is going to be manifested in our lives and our situation. No matter how it looks like, it may be ugly. But I know that when the power of God is manifested in us, is going to give us victory for the glory and honor of his name. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of his power. Today, I release his power upon your life in Jesus' name. I pray that you are healed. I declare that your business will make profit. I declare that your marriage will stand. I declare that you shall see results in what you are doing. Any enemy of your success is defeated tonight in Jesus' name. I release the power which breaks every yoke. The power which is accompanied with anointing. The anointing which brings better ideas. So pokea idea mzuri katika biashara. Pokea good ideas to use your savings in the right way. Pokea idea ya kufanya mambo ambayo yatakuinua na ya kufanya mtu wa maana. May that be your portion. That the power of God is going to be manifested in your life tonight for the glory and honor of your name. May you receive your testimony and may you have a reason to live. You will never hate life and you will never live to regret. You are going to live you will succeed and you will rejoice and tell God thank you because of helping me. I decree and I declare that you are preserved for the glory and honor of his name. Father, I bless your name. Father, I glorify your name. Thank you for your kingdom power which you are releasing upon our lives tonight. Father, we are expectant and we believe in you because you are able. As you release your power upon our lives, we pray that you are going to change our situation for the glory and honor of your name. We love you tonight. Thank you for the families of your people. Thank you for the children of your people. Thank you for the work of the hands of your people. Thank you for everything, Lord. I bless your name tonight. I give you the glory, honor, and adoration. And it's in Jesus' name we have prayed. Amen. Mungu azidi kuwabariki. Mungu azidi kuwalinda. Mungu azidi kuwapa neema. Thank you for following. Thank you for your likes. Thank you for your views. Thank you for your prayers. It is my prayer that God is going to keep you, is going to preserve you, and is going to show you mercy for the glory and honor of his name. Shalom, 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 shalom. God bless you. Amen. Rakadabu.